Akaambia anajisikia vibaya baada ya kula biskuti fulani, kuna vibiskuti amevila. Akasema anajisikia vibaya. Mwenzake akamwambia mbona unajisikia vibaya? Akasema anajisikia vibaya, akakimbia kwenye friji, akafungua friji, akatoa nani, akachukua maziwa akanywa. Moja ya habari ambayo imechukua vichwa vya habari kutokea katika mtaa wa Mwanama kata ya Olorieni jijini Arusha ni ya mwanafunzi anayesoma kidato cha 4 anayeripotiwa kupotea siku 4 mkoani Arusha, kupatikana Machi 17 mwaka 2025 akiwa amefungiwa ndani ya nyumba ya jirani na alipokuwa akiishi, huku ikielezwa kwamba binti huyo alipewa biskuti na kijana aliyekuwa akiishi katika nyumba hiyo na kupotea hadi kuja kuonekana kwenye nyumba hiyo. Ayo TV pamoja na millardayo.com imezungumza na Lemris Laizer ambaye ni jirani na eneo ambalo lilitokea tukio hilo na kueleza jinsi ambavyo aliweza kushuhudia binti huyo akiwa anatolewa kwenye nyumba ya kijana huyo kwa kuvunjwa, na inaelezwa kwamba mpaka hivi sasa kijana huyo haijulikani alipo, lakini jeshi la polisi lilimchukua binti huyo. Mpaka sasa hivi anaendelea kufanyiwa mahojiano kwa ajili ya kupata taarifa zaidi kuhusiana na tukio hilo. Mimi naitwa Lemris Laizer. Kuna binti ambaye ni mwanafunzi ambaye anaishi kwa kakaangu. Huyo binti anakaaga hapo muda mrefu kuanzia darasa la 6, kuanzia darasa la 5 mpaka akafaulu, akaendelea na sekondari, akafika kidato cha 4. Akatokea kuna kijana mmoja ni jirani yetu hapa ambaye anaishi kwenye nyumba mama yangu mkubwa. Huyo kijana tumemzoea pale, anaitwa kwa majina ya Gaeli. Sasa tunashangaa siku ya Ijumaa hatukumuona huyo binti. Tukaanza kushangaa. Kwa maelezo kwanza, huyo binti karudi kutoka shuleni. Kurudi kutoka shuleni akafika hapo ndani, akamkuta mwenzake kuna binti mdogo anamwangalia mtoto hapo ndani. Akaambia anajisikia vibaya baada ya kula biskuti fulani, kuna vibiskuti amevila. Akasema anajisikia vibaya. Mwenzake akamwambia mbona unajisikia vibaya? Akasema anajisikia vibaya, akakimbia kwenye friji, akafungua friji, akatoa nani, akachukua maziwa akanywa. Baada ya muda akachukua ndizi mbivu 4, akazimenya akazila. Baadaye kidogo akamwambia binti, kuna mtu ananiita huko nje. Akatoka resi. Kuanzia saa nani hiyo Ijumaa jioni hakuonekana tena. Hiyo Ijumaa hakuonekana. Akatokea mama mwenye nyumba ambaye ni shemeji yangu. Akasema, akaanza kuambia watu fulani katoka hapa hajaonekana. Ikabidi sasa kuanza kutafuta, kutoa ripoti. Wakafika kituo cha polisi wakamwambia nendeni mrudi nini baada ya masaa 24. Nendeni mrudi. Bahati nzuri wakarudi kesho yake, wakaitoa maelezo pale, hawajamuona mtoto, majirani kila mahali wakawa wamesambaza hiyo ripoti. Tukaanza kumtafuta, kuna mlima unaitwa Mlima Kijenge, kutafuta sehemu za nani kupita huku na huku na majirani kushirikiana kumtafuta huyo binti. Siku ya Jumapili wakapigiwa wazazi wake ambao wazazi wake wanaishi Mbuguni. Wakaendelea ushirikiano kumtafuta, wakaenda kituo cha polisi Central. Wakatoka Central wakatoa ripoti, wakaenda hospitali ya Mantumeru kwenda kuangalia kama labda amezidiwa kama amepelekwa huko, hawajamkuta. Wakaenda paka mochwari, hawakumuona. Sasa siku ya Jumatatu wakashangaa kuna kijana mmoja akasema nimekuja hapa kuangalia, maana kuna mwenye hichi chumba ameniambia nije nimwangalizie nini kama hichi chumba chake kiko wazi, maana amesafiri. Kuangalia hivi akasema mbona hichi chumba kama ufunguo umevunjikia. Akachukua jukumu kwenda kumtafuta fundi wa kuchongesha funguo. Huyo fundi kuja akasema ngoja nichongeshe. Huyo fundi anataka kuchongesha hivi kwa kuchungulia hivi ndio wakamuona mtu yupo. Sio kile akasema mbona kama kuna binti hapa. Majirani walikuwa pale wakatokeza kuangalia hivi wakamuona kama ni huyo binti. Baadaye wakamuita mjumbe na watu wamejaa pale na majirani wale walienda kwenda kumtafuta, ikabidi wakaja pale. Wakaanza kuchungulia wakamuona yule mtoto. Ndio ikabidi nyumba ivunjwe. Nyumba baada ya kuvunjwa pale ni huyo binti. Ndio watu wakahamaki pale. Polisi wakapigiwa. Mtoto akachukuliwa akapelekwa kituo cha polisi. Kufika kituo cha polisi wakaandika maelezo, ikabidi apelekwe hospitali Mantumeru. Ndio mpaka na leo sijui kilichoendelea, ila vizuri angepatikana huyo kijana ndio tungepata ukweli zaidi. Kwenye hiyo nyumba aliyokuepo ni nyumba ya kijana anayefanya shughuli gani? Kijana huyo ni mfanyakazi, anafanya kazi TANESCO. Ni mfanyakazi wa TANESCO. Na siku zote alizokuwa kwenye hicho chumba alikuwa anakula nini? Ndio hapo sasa tukujua ndio hiyo binti, maana kwa maelezo alivyoenda kujua sijajua yameandika labda nini huko, maana hata sisi tumeshangaa sana, maana kuanzia Ijumaa sasa hatujajua kaingia hiyo Ijumaa au vipi. Ndio hapo sasa, maana kijana huwezi kumkania mtu. Ina maana huyo binti kama amepimwa nikaonekana vipimo na huyo binti akijeleza ameingia siku ya Ijumaa na huyo kijana kama amelala kweli hapo. Sasa tusemaje hapo? Ina maana labda akamuingilia kweli. Huyo binti ulifanikiwa kumuona?
Nimefanikiwa kumuona. Ni binti ambayo tunamjua kuanzia kwa darasa la 5, kuanzia kwa darasa la 3 mpaka akawa darasa la 4 akamia kwa ndugu wangu. Baada ya wazazi wake kuhamia Mbuguni, ikabidi mdogo wangu nini amchukue aishi naye kutokana nini awe ukaribu wa shule. Mpaka akapandisha darasa la 7 akafaulu mpaka sasa hivi kwa darasa form 4. Ulivyomwangalia alikuwa kwenye hali gani? Na hasa alikuwa anasema nini? Kwa kweli pale ndani baada ya kuvunjwa ndo wazazi wakasema wamsitiri, wakamfunika uso, wakamtoa taratibu, wakaenda naye polisi, wakatoa maelezo alafu ndo wakampeleka hospitalini kwenda kwa vipimo zaidi. Kwa hiyo sijamuona kwa sura ile amefunikwa hivi hajapatikana mpaka leo. Wamemfuatilia sehemu anakofanya kazi, hajapatikana mpaka na leo.